Jambo la pili, kumetokea msukosuko hapa katikati baada ya kuwa tumemaliza uchaguzi. Na jana nilisema na leo narudia. Msukosuko huo umehusisha kupoteza maisha ya Watanzania. Na wengine wamepoteza maisha bila kushiriki. Nimwambia mimi kwenye imani yangu, kumwaga damu ya mtu mmoja asiye na hatia sio baraka katika ardhi husika. Tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekutana na madhira hayo. Tunapokutana kama hivi, Watanzania tumekutana kama hivi, ombi langu sote na kila mmoja kwenye dhamira yake tunuie kwamba jambo la aina hii tusiruhusu litokee tena katika ardhi yetu. Si jambo la baraka, linatutengenezea makovu yasiyopona, linatupa gharama. Na kwa kuwa limetokea, kila mtu amekuwa akilisemea. Mimi niwaombe Watanzania tuungane na Mheshimiwa Rais. Ameunda tume, tupate uhalisia wa jambo hili. Watu wasilirahisishe. Si jambo rahisi hili, si jambo la kawaida, wasilirahisishe. Ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume, na ameunda tume si ya watu mashuhuri, ni ya watu wanaoheshimika, watu wenye heshima ndani ya nchi, ndani ya Afrika na ndani ya dunia. Majaji wakuu wastaafu, watu ambao keria zao zote wamekuwa kwenye masuala ya sheria na haki. Leo na watu wengine wanaweka hoja hii na hii na hii. Mimi niwaambieni, tusiingie kwenye mtego wa kutaka water down. Water down, ukishusha hadhi kamati, unafanya maandalizi ya kutaka kushusha hadhi kilichotokea. Mioyo kila mtu ana maoni yake, lakini mimi niwaambieni, these are the people. Ni watu wa kuaminika, ni watu wenye kuheshimika, ni watu wenye ubobevu kwenye masuala haya unaoweza kuyapata kwenye nchi yetu. Majaji wakuu wastaafu wametumika kwenye jaji mkuu Agustin Othman ametumika kwenye wapi, Cambodia huko Istimu, kwenye masuala ya aina hii, kwenye masuala yanayohusu masuala ya kisheria, masuala ya sio mtu mwepesi tu hivi kwenye field hii. Nani mwingine? Balozi Kapi amesaidia kwenye masuala ya aina hii katika baadhi ya nchi hapa Afrika, Cote d'Ivoire, Burundi. IGP mstaafu ni mbobevu kwenye maeneo, amekuwa Interpol, amekuwa like that. Kwa hiyo ni hulka ya mwanadamu kurahisisha, kubeza. Lakini mimi niwaombe Watanzania, niwaombe na sisi tulioko hapa, kwa ukubwa wa jambo lililotokea, tusiweke ajenda zingine na wala tusiweke mizaa mingine. Tuungane na Mheshimiwa Rais, lifanyiwe kazi kwa kina na tume, tujue undani wake.